Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu. Karibu ni kujuze yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa moja kwa moja tunaelekea huko nchini Ukraine. Mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine, Kiev, yamechochea mvutano mpya kati ya Moscow na mataifa magharibi, huku Urusi ikitoa onyo kali kwa NATO kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi yake itajibiwa kwa uwezo wake wote wa kivita. Katika shambulio hilo la usiku, karibu kila wilaya ya Kiev iliripotiwa kushambuliwa na kusababisha vifo vya watu angalau 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Maeneo ya kusini ya Ukraine ikiwemo Konomoski pia yalishuhudia vifo viwili zaidi katika mashambulizi hayo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imeangusha drones 216 za Ukraine ndani ya masaa 24, ikijumuisha drone 66 zilizodondoshwa katika eneo la Krasnodar linalopakana na Crimea. Maofisa wa eneo hilo la Novorossiysk wamesema shambulio la Ukraine liliharibu kituo kikubwa cha mafuta cha Sheikh Haris pamoja na miundombinu ya pwani na kusababisha meli ya kiraia kuharibika na wafanyakazi wake kujeruhiwa. Jeshi la Ukraine limesema limehusika katika mapambano 256 ndani ya siku moja, huku zaidi ya mapigano 100 yakitokea Pokrovsk, eneo linalotazamwa na Urusi kama lango la kuelekea sehemu zilizobaki za Donetsk ambazo Ukraine bado inadhibiti. Mapigano mengine makubwa yameripotiwa pia maeneo ya Sloviansk, Lymansk na Kostinivka, Oleksandrivka na Huiopol, yakionyesha kuwa mstari wa mbele zaidi unazidi kuwa mkali. Kulingana na wanajeshi wa Kiev, mashambulizi ya Urusi mashariki na kusini yanazidi kuwa ya kuchosha na kuhitaji nguvu nyingi, huku wanajeshi wa Ukraine wakijaribu kuzuia kusonga mbele kwa vikosi vya Kremlin. Moscow imesema mashambulizi yake makubwa dhidi ya Kiev na miji mingine yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya kiraia katika maeneo ya ndani ya Urusi. Zaidi ya drones 45 zinadaiwa kuangushwa kwenye eneo la Saratov na 19 katika anga la Crimea, tukio linaloonyesha kuwa mashambulizi ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi yanaendelea kuongezeka. Katika ripoti nyingine nzito, Urusi imesema wanajeshi wa Korea Kaskazini wanaendelea kutoa mchango mkubwa katika kuondoa mabomu katika eneo la Kursk lililowahi kuvamiwa na Ukraine mwaka 2024. Kulingana na Moscow, Korea Kaskazini ilituma wanajeshi 14,000 chini ya makubaliano ya ulinzi wa pamoja, na zaidi ya 6,000 walipoteza maisha wakati wa mapigano ya Kursk, jambo ambalo bado halijathibitishwa na Pyongyang wala Kiev. Katika nyanja za kidiplomasia, mataifa ya Ulaya yanaendelea kuongeza msaada kwa Ukraine. Italia imeidhinisha kifurushi cha 12 cha msaada wa kijeshi pamoja na majenereta ya umeme kwa ajili ya msimu wa baridi. Ujerumani imetangaza kupandisha msaada wake wa kijeshi hadi euro bilioni 11.5 ifikapo 2026. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inaandaa makubaliano mapya ya nishati ya mataifa ya Ulaya ili kuhakikisha upatikanaji wa gesi msimu huu wa baridi. Onyo la Urusi kwa NATO wakati ambapo Finland na wanajeshi wa muungano huo wanafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi limeongeza tashwishwi kuhusu uwezekano wa mgogoro huo kuenea zaidi ya mipaka ya Ukraine. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema shambulio kubwa la Urusi la usiku wa kuamkia leo linaonyesha kuwa pande zote mbili bado ziko mbali na mwafaka, huku juhudi za kidiplomasia za Marekani kutafuta kusitishwa kwa mapigano zikiwa zimekwama.